vilitengwa kwa ajili ya wafugaji. Tunafanyia tathmini ili kujua namna gani ambavyo vijiji vile sasa viliko kuwa havikidhi tena hitajio la kuwa na namba kubwa ya watu wanaokuwa kwa ajili ya shughuli za ufugaji pamoja na kilimo. Kwenye maeneo haya ambayo yamefungwa, tunakusudia kuanzisha vijiji vipya ama tunakusudia kugawa ardhi kwa ajili ya maeneo ya wakulima, lakini vile vile kwa ajili ya maeneo ya wafugaji, ili wakulima wapate na wafugaji wapate. Na kwa kuanzia tuna ekari karibia 6,000 ziko mbali hapo. Zile tutaanza nazo kwa ajili ya wakulima pamoja na wafugaji. Tutawagalia kusudi tunataka kuweka mpango wa sasa iwe eneo kama na mfano. Wafugaji wale wafuge kisasa, wakulima walime kwa mpango maalum wa rofa, ili kusudi kesho na kesho kutwa sasa tuweze kuchukua lile jambo jema na zuri ambalo tumefanya pale, tuweze kupeleka kwenye maeneo. Lakini niwahakikishie, kwa sababu mengi haya yanaandikwa, tunakwenda kwa dada, kuna wengine tumetuandikia haya na kwa tafadhali watu wa Songwe wamezungumzia masuala ya msitu kuvamiwa. Jana tulikuwa na kikao, tumeanza kuchukua hatua, na niwahakikishie misitu hii tayari tumeshawaagiza TFS na halmashauri kuhakikisha kwamba misitu hii inalindwa. Kwa hiyo tuna operation kubwa ya kwenda kutoa wote wanaohamia kwenye misitu. Ndani ya siku chache zijazo tumeanza jana, na wengine tena kwa wageni jana wameshafikishwa kwa kiwango cha sheria. Kwa serikali imejipanga kulinda misitu hii. Ukienda huko Uvira na kuna uchimbaji wa mkaa kubwa sana na mvumi, kuna uchimbaji wa mkaa kubwa sana na pia tunajipanga. Lakini tunapochukua sheria zangu na nini kwa wapole, unakwenda mnakamata watu na mnawakamata kabisa, wapo ndio tukio. Ikifika leo tunaanza kupiga hesabu, lakini si unajua yule ndugu yangu mama yake na mama yake wale wale watu mmoja akimshwa ni si unajua na mmoja watoto wangu kwa watoto wa ndani. Ndugu zangu, tunapochukua sheria lazima wote tuheshimu sheria hizi, kwa sababu wao wanakuja sheria. Sasa tukisema mtoto wako viza leo watu mmoja tuache kwa kwenye sheria, wakichukua sheria wewe utetezi, hatuweza kabisa. Kwa hiyo hayo tunajua na tunaendelea kuwashughulikia. Sasa mwaka huu mwaka wa uchaguzi, nimezungumza sana tarehe 29 mwezi Januari tunakwenda kufanya uchaguzi wa kuchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge pamoja na madiwani. Kuna maisha baada ya uchaguzi, kabla ya uchaguzi, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wilaya yetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaishi kwa amani, tunaishi kwa upendo. Viongozi wako wa dini, naomba endeleeni kuiombea Tanzania, endeleeni kuiombea Kenya. Mwenyezi Mungu atujalie tuvuke kwenye mtihani huu tulionao kwa salama na amani, na maisha mengine, upendo, umoja na mshikamano yaweze kuendelea. Lakini niwaombe sana viongozi tulioko mtaani, uzana twendeni tukazungumze na vijana wetu na makundi yote kama tulioko mtaani. Tukiharibu amani hii, hakuna kiosa nyingine ya kuendelea. Tukiharibu amani hii, itachukua miaka na dari kujenga tena upya kiosa hii. Pamoja na changamoto chache tulizonazo, lakini tunaishi kwa upendo, tunaishi kwa mshikamano na tunaishi kwa amani. Leo tunazikana, tunaoleana, kila mmoja anamsaidia mwenzake, kwa hiyo siasa hizi zisiwe chachu ya kutaka kuja kuvuruga na kutuletea mpasuko ndani ya